Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa Houthi Bwana Abdul Malik al-Houthi anasema kwamba wanapaswa kuishambulia Israel, kwani ikiwa wataiacha na ikiendelea kuishambulia Palestina na ikishinda, ni wazi Israel itashambulia nchi zingine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Katika kipindi hiki Israel inashambulia maeneo mengi. Miongoni mwa maeneo hayo ni pamoja na Lebanon, lakini pia Yemen na hata katika maeneo ya Syria. Siku za hivi karibuni Israel imefanya mashambulizi ya kutisha huko nchini Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza, lakini pia katika eneo la Syria. Bado nchi hiyo inaendelea kufanya mashambulizi, lakini mashambulizi yake huko Syria ni mashambulizi ambayo wengi wamekuwa wakihoji ni kwa nini Israel imekuwa ikishambulia maeneo hayo bila sababu za msingi. Mpango wa Israel ni kuharibu miundombinu ya kijeshi ya nchi hiyo ya Syria na kuifanya nchi hiyo isiwe na nguvu za kijeshi kwa namna moja ama nyingine. Kiongozi wa wanaharakati wapiganaji wa Ansarullah wa Houthi wa Yemen ameonya kuwa utawala wa Israel utaanza kushambulia nchi zingine ikiwa utafanikiwa kuangamiza juhudi za ukombozi za Wapalestina dhidi ya ukaliaji na uchokozi wake, huku akipendekeza hatua za kijeshi na nchi za Kiarabu na Kiislamu dhidi ya utawala huo. Bwana Abdul Malik al-Houthi amesema kwamba nchi za Kiarabu zinapaswa kushikamana juu ya mapambano dhidi ya Wapalestina. Imeelezwa kwamba mpango wa Israel na Marekani ni kuona raia wanaondoshwa katika eneo la ukanda wa Gaza na ili wabaki kuwa na eneo hilo na waweze kulimiliki. Na hivyo ikiwa nchi za Kiarabu zitakuwa kimya, ni wazi Israel itaweza kulichukua eneo hilo na kuwaondosha kwa nguvu wakazi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Ikumbukwe Marekani pamoja na Israel walikuja na pendekezo la kuwaondoa Palestina wa ukanda wa Gaza wakaishi nchini Misri pamoja na Jordan, lakini hili likashindikana. Wakaja na njia nyingine kwamba kama itashindikana kupelekwa Jordan au katika nchi ya Misri, basi wapelekwe katika baadhi ya mataifa ya Afrika ya Mashariki, lakini hili nalo likashindikana, na wakati huu mpango inaelezwa kwamba ni watapelekwa huko nchini Syria. Na mpango wao ni ule kwamba wanahitaji kutawala eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati, eneo la ukanda wa Gaza. Akizungumza kwa njia ya televisheni, Abdul Malik al-Houthi amesema ikiwa Israel itafanikiwa kuangamiza juhudi za ukombozi wa Palestina, bila shaka itapanua uchokozi wake kwa nchi nyingine bila kizuizi. Ameendelea kusema kuwa wale wanaotegemea makubaliano na Israel wanapaswa kutambua kuwa Israel haizingatii ahadi hata ikiwa zimehakikiwa na Marekani. Kiongozi wa Ansarullah alikuwa akiashiria mataifa ya Kiarabu ya kanda ambayo yameingia katika makubaliano ya utawala wa Israel chini ya upatanishi wa Marekani, ambayo ni pamoja na Jordan, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco na Sudan pamoja na Saudi Arabia, ambayo iko chini ya mashinikizo ya kufikia mapatano kama hayo. Matamshi hayo yamekuja baada ya utawala wa Israel kuanzisha mashambulizi makubwa ya mauaji ya halaiki dhidi ya Gaza mapema siku ya Jumanne. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yameanza kutekelezwa Januari kwa lengo la kumaliza vita vya miezi 15 vya mauaji ya halaiki ambayo yamekuwa yakitekelezwa na Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Kulingana na maafisa wa afya wa Palestina, karibia 424 wameuawa katika mashambulizi ya siku moja ya Jumanne pekee, wakiwemo watoto 174 na wanawake 89. Zaidi ya watu 700 wanadaiwa kujeruhiwa wakati vikosi vya Israel vikiendeleza mashambulizi katika nyumba, misikiti na makazi ya waathirika. Kiongozi wa Ansarullah kwa maana wa Houthi wakati huo amehoji hivi: kwa nini nchi za Kiarabu na Kiislamu hazitoi msaada wa kijeshi kwa wapiganaji wa Kipalestina Hamas? Ni moja kati ya swali ambalo ameliuliza Bwana al-Houthi, na ameshauri nchi hizo kuwapatia silaha wapiganaji wa ukombozi wa Palestina kama njia ya kukabiliana na msaada mkubwa wa kijeshi wa utawala huo kutoka nchi za Magharibi, hasa Marekani. Ikiwa wapiganaji wa Kipalestina watapata msaada wa kifedha na kijeshi, nchi za Kiarabu na Kiislamu zinapaswa ziwajibike kutoa msaada huu. Al-Houthi pia amezitaka Uturuki, Misri, Jordan, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tel Aviv ili kudhoofisha uchumi wake. Aidha amesema Yemen itaendeleza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Israel kwa lengo la kuwatetea Wapalestina. Amesema jeshi la Yemen litakabiliana na hujuma yoyote ya Marekani dhidi ya nchi hiyo.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.